Mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza imemhukumu mwandishi wa habari Alois Nyanda kumlipa fidia ya shilingi bilioni 2 mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo Aaron Kagulu Mjuli baada ya kumtia hatiani kwa kosa la udhalilishaji kupitia mitandao ya kijamii. Shauri hilo la madai namba 6166 la mwaka 2024 dhidi ya Alois Nyanda limefunguliwa March 22 mwaka jana na mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo mkoani Dar es Salaam Aaron Kagulu Mjuli, ambaye alikuwa anawakilishwa na mawakili wawili, Godfrey Mlingi na Eric Muta. Hakimu mkazi wa mahakama hiyo Bonaventure Lema pia ameamuru Nyanda kulipa gharama zote za kesi hiyo pamoja na kumwekea zuio la kutoandika habari yoyote inayohusiana na ndugu Aaron Titus Kagulu Mjuli na watu walio karibu naye, kufuta taarifa zote zinazomhusu Kagulu Mjuli ambazo Nyanda alikuwa amezichapisha kwenye mitandao yake ya kijamii. Wakili wa kujitegemea Eric Muta akizungumza baada ya hakimu mkazi Mheshimiwa Lema kutoa hukumu hiyo katika kituo jumuishi cha utoaji haki kilichopo Buswelu wilayani Ilemela, amesema kosa hilo la udhalilishaji kupitia mitandao ya kijamii ni kinyume cha sheria ya haki ya habari na mawasiliano ya mwaka 2016 chini ya kanuni ya 4 ya maadili ya uandishi wa habari kifungu cha 35. Hata hivyo, wakati hukumu hiyo ikisomwa, mshtakiwa Alois Nyanda pamoja na mawakili wake hawakuwepo mahakamani hapo. Leo ilikuwa ni siku ya mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza kutoa hukumu kwenye kesi namba 6166 mwaka 2024 iliyokuwa ikimhusu mteja wetu ambao aliwakilishwa na mimi pamoja na wakili mwenzangu Godfrey Mlingi kwenye kesi ya madai ya udhalilishwaji uliofanywa na mwandishi wa habari anaitwa Alois Nyanda, ambapo kupitia mtandao wake wa kijamii alichapisha taarifa za udhalilishaji zinazomhusu mteja wetu Aaron Titus Kagulu Mjuli wakati akiwa mkurugenzi wa jiji la Mwanza na wakati akiwa pia mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni kwa nyakati tofauti tofauti, ambaye kwa sasa ni mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo jijini Dar es Salaam. Na katika shauri hilo mahakama imemwamuru Alois Nyanda kulipa fidia ya bilioni 2 shilingi za Kitanzania kwa udhalilishaji aliyofanya, lakini vile vile kuomba msamaha kwa yale aliyoyachapisha ambayo ni ya uongo, yanaleta fedhea na ni ya udhalilishaji kwa bwana Aaron Titus Kagulu Mjuli ambaye ni mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo kwa sasa. Lakini vile vile mahakama imemkataza yeye, wakala wake au mtu yoyote anayehusiana na yeye kuchapisha taarifa hizo ambazo amezichapisha kwa nyakati nyingine yoyote kuanzia sasa na ijayo, na pia kuziondoa taarifa hizo ambazo amezichapisha zinazomhusu bwana Aaron Titus Kagulu Mjuli. Lakini vile vile mahakama imemtaka kuomba radhi kuanzia sasa. Kwa shauri limehitimishwa katika misingi hiyo, na pia anatakiwa alipe gharama za shauri ambazo bwana Aaron Titus Kagulu Mjuli aliziingia wakati wa uendeshaji wa shauri hili. Na sisi tunashukuru mahakama imetenda haki, na kwa sasa tunaangalia namna ya kuona anatekeleza vipi amri hizo ambazo mahakama imezitoa haraka iwezekanavyo. Kama atashindwa, tutaomba utekelezaji, kwa maana ya njia za utekelezaji zinafahamika. Tunaweza tukaomba kukamata mali zake, na kama hatakuwa na mali ya kukamata, basi tuna option pia au tuna chaguo la kumkamata yeye kama mfungwa wa madai vile vile. Utekelezaji unafahamika. Sisi tutaomba utekelezaji haraka iwezekanavyo. Kwa yeye pia anatakiwa alipe haraka iwezekanavyo, na pia ana haki zake za msingi anaweza kazitekeleza kimahakama. Na shauri lilikuwa mbele ya Mheshimiwa Bonaventure Lema, mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mwanza. Tumeshatoa nafasi hiyo, tulimwomba huyu bwana Alois Nyanda aombe msamaha, alikaidi. Kwa hiyo hatuna nafasi hiyo tena. Kwa sasa focus yetu ni kuona namna gani maamuzi. Hii ni News Update Media, mimi ni Gladness Joseph.